Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika R4 ambazo Mheshimiwa Rais aliziasisi, kuhakikisha tunakaa pamoja, kuhakikisha tunajenga upya, kuhakikisha tunavumiliana na mambo mengine yote ambayo mwisho atapelekea kuwa na uchaguzi, moja, wa huru na haki; mbili, wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators, ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi, kupitia wale waliojiandikisha upya, wale waliouisha taarifa zao, na wale wengine wote ambao walikwisha kuwa wamejiandikisha, ili kwa ujumla sasa idadi yao na mambo mengineyo yote yatakayohusiana masuala ya kiuchaguzi yatakayotamkwa na kufafanuliwa na tume huru ya uchaguzi, sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tutatoa ushirikiano wa kutosha, na pengine tutatamani kila mmoja aliyejiandikisha ashiriki kupiga kura, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vitu vyovyote vinavyotishia wapiga kura, intimidation environments. Na kwa mantiki hiyo, yoyote aliyejiandikisha atakutana na mazingira bora, sahihi, ya wazi, yasiyotisha, ili kwenda akapige kura kama haki yake ya msingi katika taifa huru na la kidemokrasia linaloongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa vyama vya kisiasa wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam, tutaendelea kufungua milango hii kadiri siku zinavyozidi kwenda, ili kuruhusu kila mmoja kuelekea kwenye chaguzi hizi asiwe na malalamiko wala dukuduku za aina yoyote mpaka siku ya uchaguzi. Lakini naendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na hata mmoja wa kuharibu au kufifisha amani ambayo tayari imekwisha jengwa. Jambo lingine, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kuhusiana na maendeleo ya soko la Kariakoo na biashara za saa 24. Wapo baadhi ya wenzetu ambao wanatamani zaidi kujua tumeishia wapi na kauli mbiu yetu ya biashara saa 24. Lakini wapo wenzetu pia wanaotamani kuendelea kujua tumefikia wapi kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%. Lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo, moja ikiwa ni kusaini mikataba, mbili ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini tatu yakiwa ni malipo, lakini nne ikiwa ku discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine ni madeni yote ya nyuma kulipwa ili kuweza kuuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking, pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki. Maeneo yote haya very soon
yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Katika hili niendelee kuwaomba kwamba kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa mwongozo kuhusu siku rasmi ya ufunguzi wa soko letu, na kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa rasmi mwongozo wa kiongozi atakayekuja kulizindua soko hilo, basi niendelee kushirikiana ama kuomba ama kuwapa rai viongozi wote wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Kariakoo kufungua njia ili soko letu liweze kupitika, na hasa pia nyakati ambazo viongozi waandamizi watakapotaka kuliona soko hilo wasipite kwa shida. Soko lina ramani na lina barabara rasmi. Kwa hiyo viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Kufungua njia kuelekea kwenye soko la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote.